warahmatullahi wabarakatuh. Na Sheikh, tunakuombea kwa Mungu akujalie afya zaidi tuweze kupata faida kutoka katika yale ulioachiwa na wazee wako akina Sheikh Muhammad ibn Abi Bakr Burhan inshallah. Swali langu Sheikh, ilikuwa nimepata mushkeli tu kwenye bwana mmoja ambaye alikuwa anazungumza mazungumzo ya kidini kwenye chombo cha habari kimoja, lakini alikuwa anazungumzia ndoa ya bibi Aisha pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba ile ndoa Mtume amemuoa bibi Aisha akiwa na umri wa miaka 7 takriban, lakini hayakuwezekana ya kindoa ila baada ya miaka 9. Sasa Mtume si anayoyazungumza ni kwa wahai, iliwezekanaje amchukue huyu wakati alikuwa hafai kwa mambo hayo? Kwa nini asingesubiri ule wakati wa kufaa mambo hayo? Lakini pia nasema inadhanisha kana kwamba kuna ukatili wa watoto, kiasi kwamba mtoto alikuwa hafai kwa hayo, lakini Mtume amchukua aende kana kwamba kuna kumlazimisha fulani kwenye hayo. Sheikh, nilikuwa naomba uwazi juu ya jambo hilo kwamba hali ikoje katika ukatili unategemea na akili ya mtu. Kama akili yake mtu ni mbaya, anaweza akaona kwamba vile akija nyumbani kwako wewe, alafu ukasema bwana, hapa sebuleni kwangu mimi wanakaa wanawake, mimi na wewe tukae hapa barazani, pia anaweza akaona ni ukatili kama akili yake ni mbaya na anapenda sana kuatia watu kwenye ukatili. Sasa swala la kumuoa mtoto wa miaka 7 alafu akamwacha mpaka akafikisha umri wa kuweza kufanywa jambo hilo, kwanza uone kama hapo hapana ukatili. Vile kakaa naye kwanza akiwa na miaka 7, kwanza simfanyie pale akiwa na miaka 7. Kwa hapo tu moja kwa moja amejijibu mwenyewe kwamba hapo hakuna ukatili. Lakini alafu pia mambo tunakwenda kulingana na ada zetu. Kila watu wana ada zao, sio? Tukiacha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kila afanyalo ni wahi, asingeliweza kumuoa bibi Aisha radhiallahu anha ila kwa wahi. Na alafu utamhitaji katili? Kwani yule bibi Aisha hana wazazi? Kwa wazazi wake walikuwa hawampendi kuliko wewe uliyezaliwa leo. Kwa huo ni ushenzi na ukosefu wa adabu. Kama ingelikuwa ni ukatili, basi mzazi wake asingekubali kumuoza. Lakini mzazi mwenyewe amemuoza kwa ridhaa yake, tunamhitaji katili. Kwa sasa Mtume kwanza afanyalo ni wahai. Na bibi Aisha radhiallahu anha pia asingemuoa ila kwa wahai. Na jingine nilikuwa nikiingilia katika kusema kila watu wana ada zao. Kila watu wana ada zao. Inavyoonyesha katika kipindi hicho ni kwamba mwanamke aliyebaligh alikuwa tayari mwanamke mtu mzima, na mwanzo wa umri wa kubaligh ni miaka 9. Watu wanatofautiana, na anayebaligh ni miaka 9, mwingine 10 mpaka 15. Kwa sasa inavyoonyesha katika ada zao, mwanamke aliyebaligh tayari anasilihi kwa jambo hilo. Ndio maana huyu alipoolewa, ambapo ni funzo 5 na 6, ende shamba akakusaidia kupalilia, basi kwa hawa washenzi hawa unaweza ukashtakiwa ukaambiwa wewe unafanya ukatili, unafanya ajira kwa watoto. Wewe hata kwenda na shamba ukimshikia fimbo tu mwanao ukamchapa, inaweza tokea shenzi moja nikaenda kushtaki nikasema wewe katili. Kwa hawa akili zao sio nzuri, tuacheni kama walivyo. Wenye akili nzuri ni wale ambao kila jambo wanaliweka mahala pake. Ndio wazee wetu sisi walikuwa wakitutia viboko, ndio maana leo tuko hivi. Wazee wetu sisi, kama mzee wetu sisi tulikuwa tunaishi mjini Tanga kule.
lakini kuna kipindi likizo watu wanatolewa ili waje huko waende shamba, wende wakachume kahawa, wende wakafanyeje, ili mradi watu wakaleta. Sio kama hakuna kufanya hizo kazi, lakini mnatolewa Tanga likizo, mnapelekwa Moa, mwende kwenye mashamba ya kahawa, mwende mkakate majani ya ng'ombe ya nini ya kondoo, si kwa mbuzi wale. Unaona? Sasa wale ndio wazee wanajua kulea, lakini kitu kingine naweza likaona huu ni ukatili bwana. Mtoto anamtoa shule likizo asipumzike bwana, unamleta huko ajalime. Kwa maana hayo ni mambo ya kijinga, tuyacheni. Hakuna ukatili katika ada za watu. Sisi ada zetu tumefunzwa kwa viboko, tutafunza kwa viboko, tumefunzwa kwa kupelekwa shamba. Kama kuna mashamba tutawapeleka watoto wetu shamba. Huku kwetu sisi hatuoi watoto wa miaka 7, hatutaoa, lakini ingekuwepo pia tungeoa na usingekuwa ukatili. Nashukuru Sheikh Ustadh Malik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, leo nitakuwa na maswali mawili, lakini swali moja litakuwa ni fupi sana na nitajitolea mfano ili swali letu liwe vizuri zaidi. Katika mambo ya rehani, mathalan mtu ana kitivo chake, akaniwekea rehani, akanipa kitivo kile, nikampa 500,000, 600,000, lakini baada ya hapo sasa mimi nikawa ninalima tu kile kitivo kwa sababu ninasubiria pesa yangu ije. Imefika zaidi ya miaka 7, 5, kwa sababu sina huruma naye, bado nasubiria ile pesa yangu ije. Je, nipi hukumu ya sheria yetu ya Uislamu? Rahani kwa ilivyo ni dhamana tu ya deni mtu analodaiwa. Kwa kwanza kule kulima kile kitivo, sharti iwe ni kwa ridhaa na makubaliano yaliyo na ridhaa kwa mwenye kitivo. Awe ameridhia kwa bwana, nimekuwekea rahani hiki kitivo, lakini pia nimekuruhusu ukilime mpaka nitakapokupa hela zangu. Lakini kama hakutoa ruhusa hiyo, kile kitivo huna ruhusa ya kukilima. Tena yeye mwenyewe anaweza kuwa analima na huko kiko kwenye rahani yako. Na si kitivo, tunataka baskeli. Mtu akikuwekea rahani baskeli yake, huwezi kuiendesha baskeli ile wala kubebea chochote kama yeye mwenyewe hakukupa ridhaa hiyo. Sharti hiyo kuna ridhaa hasa kwa maneno, kwa bwana nakuwekea rahani hiyo baskeli, lakini una ruhusa ya kutumia, bora tu itumie kiuangalifu, usiharibu. Na ukiharibu pamoja na kwamba ni rahani utalipa. Naelewa na? Kwa sasa rahani itaendelea kuwa vile mpaka deni litakapolipa, au awe ameshindwa kiuzwe kitivo, uchukue deni lako, ile kinachobaki achukue mwenyewe. Nimalizie swali la pili, litakuwa ni fupi sana. Nipi hukumu ya mirungi katika Uislamu wetu, ima kwa kula au mtu hali lakini anauza na anafaidika? Kabla ya hukumu, kwa nini watu wanakula mirungi? Hili ndio swali la kwanza. Nikijibiwa nitaleta hukumu. Je, wanakula mirungi wanashiba wakila? Hili ukiwa na njaa sana, ukichukua kusha la mirungi ukila unashiba. Je, wanakula mirungi ni dawa? Kama ukiumwa na tumbo sana ukila mirungi unapona? Au wanakula mirungi kwa sababu gani? Ni mitamu sana, kama vile mua ndio kwa mtamu ukiula unaburudika, au pipi? Au hasa kwa nini wanakula? Nawa Mungu anatusaidia. Samahani kuingilia kujibu swali hili, au sijibu ila narudisha kwa nini. Narudisha kwa nini.
Na sisi tumejaribu kuuliza maswali, mbona hiki kitu mkitumia? Akatuambia tunapandisha kitu kinaitwa handasi. Je, hii handasi kipanda uende itumia wapi? Sishapanda, kwa maana kuna kilevi kinapanda na jina lake linaitwa nini? Sasa kama ni hivyo, wanakusudia, samahani hapa mpaseme tu, pasemeki, lakini wanakusudia kurudi nyumbani. Kwa huko nyumbani huko wanaenda kishaeleweka. Shaeleweka. Sasa tayari pameshazalikana swali kuwa mbona hata hawa ambao hawarudi kwao, kwa maana kwa yule ambaye hana kwake, mbona naye atumia? Wakasema huu ni wale watoto au familia ambazo hazijapata malezi, wakaiga mambo ya kijiweni. Kwa tayari wamekuta wale wanaanza kuoa wanatumia, na hawa ambao bado wanatumia uswatu. Sasa basi, wala tusiingie kwenye kueleza sana ina nini na nini. Hapa kwenye handasi tu, ikishakuwa inapandisha handasi, basi ni haramu, maana si ulevi handasi. Hiyo handasi jina tu, lakini huo ni ulevi. Kama vile ambavyo wanaokula bangi wale wanasema wamepata steam. Sasa ile steam ya bangi ndio kama handasi ya mirungi. Tutake tustake hata tukaitetea, lakini mirungi bwana ni haramu. Usiendelee sana, matosha hapo hapo. Nyonga kidogo. Asalamu. Mimi shehe na maswali matatu. Swali la kwanza, watu wanachukua kwenye kipindi cha mwezi wa Ramadhani, mzee jembe tuchinjie ng'ombe tuabucha na kadhalika. Nikisogea unaniambia bwana, unajua wewe leo huna saumu. Swali la kwanza. Swali la pili, namunguza baba yangu, namkogesha, lakini bwana angekufa huku kidogo nakuja muda wangu. Swali la pili. Swali la tatu, kwenye maulidi ya Mlesa ulisema kwamba bwana huyu kama unaswali vipindi vitano, lakini kuna mambo unayatengeneza, ndio Uislamu wako huko chini sana. Sasa naomba kama leo utanitajia ili njue labda Uislamu wangu utapanda. Naam. Ndiye bwana. Kwanza hapo kwenye kuchinja ng'ombe, hao wanasema ukichinja una saumu. Sijui kwa sababu umechinja kule kutoa ile damu, au kwa sababu inaenda bucha kuuzwa, wengine watakula hawakufunga. Sijui kwa sababu gani wanasema hivyo, lakini kwa vyovyote saumu yako haiwezi kukosekana kwa sababu umechinja mwezi wa Ramadhani. Basi kama ukichinja hiyo ng'ombe ya kwenda kuuzwa bucha, kama mwenyewe siku hiyo umeona kwamba leo nitafuturu kabuzi, ukakachinja pale nyumbani kwetu, kakapikwa kwa ajili ya futari na daku, vyovyote itakavyokuwa, lakini kuchinja hakuharibu swala. La pili, kama unamuuguza mzazi wako na unampa huduma zote, lakini huku unasema kwamba huyo hafi tu bwana, mimi muda wangu wote naupoteza hapa, kwanza unakosa thawabu. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawezi kukuridhia, sababu mzazi wako hasikii vile unavyosema. Lakini tabia ya wazazi, mzazi ana maungamano makubwa na mtoto. Huyu mzazi anaweza akajua kwamba mwanangu huyu ananihudumia lakini hana imani na mimi. Wazazi wengine anaweza akajua hivyo. Naweza kumuona mzazi anatumikiwa sana na mwanae,
lakini anaweza akakaa kando na mtu anasema huyu sio mtu mzuri, simuone hivi. Wapo wazazi hao, lakini yote kwa sababu amekuzaa, nyoyo zenu zinawasiliana na anakujua vizuri. Unaweza ukafanya jambo dogo sana ambalo mtu mwingine hawezi kulitafsiri, lakini yeye akatafsiri yaliyo moyoni mwako. Kwa kitendo cha kutamani kwamba angekufa huyu ananipotezea muda wangu, lazima kuna kitu utafanya, atajua tu yule mzazi kwamba huyu anamtumikia huyu hayuko radhi, anatamani nife. Na kwa kujua hivyo, ujue tayari umeshakosa radhi zake, na ukikosa radhi za mzazi umekosa za Mungu, na mambo yako hayatanyoka. Hata hizo shughuli unazotaka hapo ukazifanye, tena uombe Mungu asife, kuliko akifa ndo zinaharibika kabisa ndo shughuli zako. Na hili la tatu ile la kwamba Muislamu wa kwanza kazi ya chini kabisa ni yule anayeswali. Hii maana yake ni hivi, ni sawa sana kusema dereva wa hali ya chini ni yule mwenye leseni klasi B au klasi D. Ya klasi D haijui Sasa tukisema hivyo maana yake ni kwamba jambo la kwanza ambalo hilo linamuonyesha Muislamu ni yule mtu akiwa anaswali. Ina maana akiteremka chini ya hapo ikawa hata kuswali haswali, basi huyu hayumo, hatumhesabu kabisa katika wale Waislamu wanaopata radhi za Mwenyezi Mungu, wanaotekeleza Uislamu. Huyu hatumhesabu kabisa, sababu hata swala haswali. Lakini ikifikia wewe unaswali, hapa sasa ndo umeanza utekelezaji wa dini yako. Kwa hiyo sasa baada ya hapo, Ramadhani ikifika, funga. Kama kule shamba kuna toka kidogo cha kutosha kufikia kiwango cha zaka, toa zaka. Kama umechanga kidogo, una gharama za kwenda hija na kunyumbani watu wasipate shida, nenda hija. Halafu na huku ukitoa visadaka kama shughuli kama hizi kuzichangia madrasa zile, ukaa na wewe unasaidia mule, pale sasa ndo unazidi kupanda Uislamu wako. Unaswali swala za sunna, mwalimu unampa hela. Unaona Nakia hapo fikiri umeelewa vizuri. Aisha. Nadhani hapo ni mwisho. Kuna ambao wamenyosha wako kama wanne. Kwa hiyo nadhani mzee Sefu amenyosha sana, tunataka kulia. Basi bora yeye hapo mwisho. Aisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, swali langu liko sehemu ndogo, lakini kutokana utakavyotuambia litakuwa lina uzito. Washamba waamba hii hukumu ya mwemfi na kweni haka aihandie mirobe yatausha atasogeza make atakuna atazitana kwa kweni. Assalamu alaikum. Sefu wala kaja na extra service. Kuna watu tutakuwa kumuelewa. Au sasa kumuelewa? Uko nini wewe? Unaelewa? Sefu asema nini hukumu ya mtu ambaye yani anamfita jirani yake na kumsonga, anamsonga jirani yake katika ardhi, basi ikiwa ni shamba, ikiwa ni kiwanja, lakini yule mtu anayepakana naye anamsonga, mara kasogea kwake kidogo, mara kasogeza mpaka, mara yule kapanda miti yake ile milobe inaipa huku, yeye kang'oa kasogeza mbele kidogo. Nini hukumu yake? Sasa jawabu ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuonyesha ubaya wa hili jambo, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu anayejikatia shughuli moja tu ya ardhi ambayo si haki yake,
subiri hapa hii. Kipimo hiki. Mtu akajikatia kutoka kwa mwenzie, Mwenyezi Mungu atakwenda kumvisha siku ya Kiyama shingoni, kuanzia ardhi hii mpaka ya 7. Maana yake hapo kuna maana mbili. Ima ni hakika kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kuirefusha sana shingo yake kiasi kwamba itakuwa ina uwezo wa kubeba mzigo huo kuanzia ardhi ya kwanza mpaka ya 7, ili aweze kuteseka na hii adhabu ya kubeba huu mzigo. Au atakwenda kubebeshwa adhabu ambazo uzito wake ni sawasawa na kubeba ardhi zote 7 shingoni. Hiyo ni shubiri hiyo moja, sikwambii zikiwa 2 na zaidi. Lakini alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusia sana kuhusu ujirani. Ujirani tuliouzoea ni ujirani wa nyumba kwa nyumba, lakini hata katika mashamba pia kuna ujirani. Wewe kama unamkatia mwenzako, unawafiza wenzako, utawafinda na unaenda kufinda kuna utawafinda au unawafita, unawasonga, unaingia kwenye ardhi zao, wewe ni jirani mbaya. Ithnani la yandhuru Allahu ilayhima yawma al-qiyamah, watu wawili Mwenyezi Mungu hata watazama siku ya Kiyama. Qati'ur rahimi wa jarus su'i, mwenye kukata udugu na jirani mbaya. Sasa ndugu zangu, ndugu yangu, wewe wategemea nini? Au kuamini kama utakufa? Sasa hata hivyo watu kusongana kwenye mipaka, kuna watu wasaa mtu adhulumu hasa shamba la mwenzie zima akalichukua yeye. Maana hakuna kitu kibaya kama ardhi. Yaani afadhali ugombee mali nyingine, lakini ardhi itakwenda kukubana hii. Mwenyezi Mungu atunusuru na basi. Wazee mashehe hapa wanatulia Fatiha ili tufanye dua ya mwisho inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Fatiha.